atafuatiwa na Mheshimiwa Sofia Mwakagenda. Mheshimiwa Innocent Kalogoresi ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikushukuru wewe kwa nafasi, lakini naomba pia nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kunipa uhai na kuendelea pale nilipoishia. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi sitakuwa mbali sana na wachangiaji waliopita, hususan katika kumpongeza Naibu Waziri Mkuu na timu yake, lakini pia Mheshimiwa Rais. Kwa kweli tunayo mengi ya kuzungumza kuhusiana na masuala, acha tu umeme au nishati, lakini na mambo mengine ya kimaendeleo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kukosoa ni kichocheo cha tija ya maendeleo, ni kichocheo cha tija ya kufanya au utekelezaji. Tunapokosoa hatumaanishi kwamba hii serikali labda ya awamu ya 6 haijafanya mambo mema mazuri. Hapana. Ukiangalia ni serikali ambayo imefanya vizuri sana katika mambo mengi kama nilivyosema hapo, ukiacha masuala ya nishati. Lakini pamoja na uzuri wa kazi zilizofanyika katika awamu hii kwenye serikali ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na timu yake, timu ya nishati, tunayo ya kuzungumzia kwa maana ya kukosoa kwa nia ile ile ya kuongeza chachu ya kuhamasisha kufanya jambo liwe jema zaidi, kwamba maendeleo yawe mengi zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nataka nizungumzie dhana hii ya kupeleka umeme katika vijiji vyote vya nchi hii. Mimi ninakubaliana na hilo, sina shaka kwa hilo. Lakini katika mazingira yangu liko tofauti. Naomba nitofautiane kidogo kwa lengo lile lile la kutia chachu kusudi tuweze kufikia lile lengo la kukamilisha vijiji. Mazingira nilokuwa nayo mimi ni kama ifuatavyo. Kumekuwa na vitongoji vingi vikubwa ambavyo vyenye hadhi sawa kabisa na vijiji, lakini vitongoji hivi viko umbali mrefu kutoka kwenye makao makuu ya kijiji mpaka kuvifikia. Sasa unakuta umeme umeishia kwenye makao makuu ya kijiji peke yake, lakini wakati huo kule kitongojini umeme haujafika. Lakini kama nilivyosema, kuna idadi ya watu wengi, kuna vitongoji vingine kuna zaidi ya watu 600. Maana yake ni nini? Kwamba watu walioko pale wana hadhi ya kuwa kijiji. Kwa hiyo kwa treat kama ni kitongoji, kwa kweli nafikiri inakuwa si sawa. Mimi ningeomba kwamba hivi vitongoji vyote ambavyo vyenye umbali mrefu kutoka kwenye makao makuu, vingine umbali wa kilomita 5, alafu vyenyewe havipewi umeme kwa kipaumbele kwa minajili ya kuwa kwamba ni vitongoji vitakuja kupewa baadaye. Kwa kweli mimi ningeomba jambo hili lisiwe katika jimbo langu. Nataka nitolee mfano. Kwa mfano, vitongoji hivyo unakuta ni vitongoji ambavyo vina kazi au vina taasisi muhimu sana. Kwa mfano shule, zahanati viko pale, lakini sasa unakuta havijapewa umeme kwa sababu tu kwamba vyenyewe ni vitongoji. Sasa hali hii inafanya hata zile taasisi zisifanye vizuri. Lakini nikitolea mfano kwenye kata Mkululu, kuna
kitongoji cha Lusonje kina watu 700, lakini kuna shule pale. Hali kadhalika Mkonde kuna takribani watu 600, lakini kuna msikiti hapo. Wakati na Njota kuna kitongoji cha Mnazi Mmoja kuna watu zaidi ya 700, lakini pia kuna ujenzi wa zahanati katika eneo hilo. Katika kijiji cha Mchauru kuna kitongoji cha Mkoo kina watu zaidi ya 500, lakini kuna kisima pale. Lakini katika kitongoji kingine cha Nanganga na cha Rivango, kitongoji cha Nanganga kina wananchi zaidi ya 500 na Rivango zaidi ya 500, na kuna shule ya msingi hapa pamoja na zahanati. Lakini vitu hivi vinakosa kupata umeme na kufanya sasa utekelezaji wa mapinduzi ya kimaendeleo kuwa ni wa chini, wa kusuasua. Lakini Mnavira pia kitongoji cha Naliongolo kuna watu zaidi ya 600. Kuna ujenzi wa shule shikizi hapa. Hali kadhalika kuna kitongoji cha Mtolya kuna watu zaidi ya 400. Lipumburu kuna kitongoji cha Nandembo kuna watu zaidi ya 500. Chikoedi kuna zaidi ya watu 500. Umati, Lupaso watu zaidi ya 800. Lakini kuna shule ya msingi pia. Sasa Buyuni pia kuna kitongoji cha Chipindimbi kuna watu zaidi ya 400. Hawa wote ni watu ambao wamekosa umeme kwa kigezo cha kusema kwamba ni kitongoji. Kwa kweli jambo hili nafikiri tungeliangalia kwa makini, hususan katika jimbo langu. Naomba sasa hivi vichukuliwe kama ni vijiji, vifanyiwe kama kipaumbele, vipewe umeme mapema, tena kabla ya kupeleka umeme katika maeneo ambayo tayari umeme upo kwenye maeneo mengine kwa kisingizio hicho cha kitongoji. Lakini kuna jambo ambalo ningetaka kulizungumzia hapa, ni la msingi sana, ni jambo la mradi wa LNG. Ningetaka kufahamu kwa nini kimetokea kwenye mradi huu. Kiuhalisia mradi huu ni mradi muhimu sana, hususan katika mikoa ya Mtwara na Lindi au mikoa ya kusini kwa ujumla. Kumekuwa na hisia mara nyingi sana watu wa mikoa ya kusini kujihisi kana kwamba mipango inayowahusu, hususan inayohusiana na maendeleo, imekwenda kwa kusuasua. Kumekuwa na mifano mingi sana. Mfano ni huu mradi wa gesi. Tangu mwanzo kipindi cha Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, mradi wa gesi ulikuja ukaonekana kwamba ni mradi mkubwa ambao utakomboa mikoa ya kusini. Lakini from nowhere huu mradi ulikwenda ukawa stagnant, umekaa kimya, haueleweki. Kipindi hiki cha Mheshimiwa Rais Samia Hassan, wananchi wamepata hamasa kubwa sana wakati waliposikia kwamba miradi yao ya gesi inaanza, hususan katika mradi huu wa Likong'o wa LNG, mradi wenye thamani kubwa sana wa dola za Kimarekani bilioni 30. Ni mradi mkubwa sana. Lakini sasa kumekuwa na ukimya mkubwa, lakini hatuambiwi tatizo liko wapi. Nataka tuulize serikali, kuna jambo gani limejitokeza kwenye mradi huu? Naomba tuambizane ukweli. Kama kuna jambo baya limetokea kwenye mradi huu, sio vibaya tukaambiwa. Kwa sababu gani? Wananchi wamekuwa wakiwekeza kidogo kidogo katika eneo hili kwa pesa zao mfukoni, lakini na pesa pia kutoka benki. Pesa hizi zinapotea bure. Lakini kama wangefahamu, bila shaka wasingeweza akafanya jambo hili. Sasa ningekuwa ni vizuri tukaambiwa, kusudi tukajua kwamba ni kitu gani kinatakiwa tuwaambie wananchi wanapotuuliza. Kuna wakati wanatuuliza tunakosa kuwa na majibu sahihi. Sina ubaya wowote wa kusema kwamba kuna ubaya kunafanyika katika hili, hapana. Lakini nafikiri, ninatamani sana mradi huu uwe umetekelezwa, ambapo watu wengi wa kusini wanaotegemea mradi huu uwe ni chachu ya maendeleo na kuwakomoa katika maisha yao. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, na kutegemea sana. Sina shaka na wewe utendaji wako ni wa hali ya juu. Umefanya mambo makubwa sana ambayo nimeyaona kwa macho yangu. Umetuletea Taban katika mkoa wa kusini ambako kulikuwa na changamoto kubwa sana ya umeme wa katika. Lakini hali kadhalika umeidhinisha mradi mkubwa sana ambao utajenga kutoka Tunduru kuelekea Masasi. Sina shaka na hilo. Na sasa hivi watu wanalipwa fidia. Nataka mradi huu wa Likong'o, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu,
utendee nguvu zote watu wa mkoa wa Kusini wanufaike na mradi huu. Asante sana mwenyekiti, nashukuru, naunga mkono hoja. Asante sana.